Alafu shoga yangu umeshakumbuka kitu. Shemeji yako semesema tu tukaishi wote kwake. Kwenye chumba kimoja na shemeji. Nashije na shemeji. Mimi siwezi. Hamna shoga yangu, ili swali kwa muda mfupi tu, mambo yake ya kazi ikaa sawa huko. Shoga yangu nawe utakuwa na kwako. Wakati wewe mnafanya mambo yenu mimi nitakuwa wapi? Telesia. Mimi siwezi kuishi na shemeji kwenye chumba kimoja. Siwezi. Teddy, wewe naye. Hamna shoga, ila kwa muda mfupi tu. Ila baadaye utajiri mbwasa kwako. Au kama vipi mimi nitu nirudi mkoani. Lakini kwenye kuishi na chumba kimoja na shemeji. Mimi sio hapana. Mkoani tena? Yaani watu wanatoka mkoani wanakuja huku mjini kutafuta maisha. Wewe utoke hapa uende mkoani. Wewe utafanya kazi gani huko? Serious? Au unataka upauke wewe mpaka nikusahau shoga yako nikija? Ila Telesia, umepata mwanamume mwenye moyo sana. Yaani light ningekuwa mimi, ningeenjoy hii dunia yote ingekuwa. Kwa hiyo usiniambie shoga yangu unatamani. Natamani sana. Usiwahi shoga yangu, utampata mwenyewe mwanaume atakayekupenda na utampenda, mtaenjoy. Kila mtu atakuwa na kwake. Sawa. Shoga yangu tupena hii aibu tupata. Tutaishije huko ndani hamna chochote? Na kweli, kwa ushabamu umetutia aibu jamani. Mtaa mzima hapa, watu tumeangaliwa kama nini. Yaani mimi ndo kwanza hata sitaki kuongea. Siku naenda kwa shemeji shoga yangu, fanya kama unaona lele na ama. Ayo. Kabla ya ndoa nilidhani nitakuoa, lakini nikabaki kivuli cha. Yaani dada, hapa nina kubwa kuliko. Una moyo lakini moyo nao. Yaani nimetoka huko katika hangaiko yangu. Nimemfuatilia Suria mguu zedi. Yaani nimemuona kwa macho yangu haya mawili. Kuna kitu ambacho kinanisumbua sana akili yangu. Kitu gani mume wangu? Kuna vitu viwili nahitaji nikushirikishe mke wangu. Suria akaongeza mke mwingine. Kaoa. Tena kwa macho yangu haya mawili nimemshuhudia kabisa mpaka anapoenda leo na kibegi chake kafika pale, wamekumbatiana, wamwambia busu kabisa la mdomo, kapigwa busu, Suria kaingizwa ndani chwaka. Kitu cha kwanza, kuna mtu namuhisi anahusika juu ya kupotea mdogo wangu. Sina uhakika, lakini hisia zangu zinanipeleka kuwa anaweza akawa anahusika, japokuwa ni mtu wangu wa karibu. Nani huyo anakushiriki? Kwa ile sio safari. Hamna cha safari hapo. Kwa hiyo kaona na unifanyia yote humo ndani hayatoshi. Yote sababu subira. Kaona hayatoshi. Alali nyumbani, ali, avai, ashindi, yani tupo tu tunaa paka mzungu wa 4. Nikishahakikisha nitakufikishia taarifa ambazo zimekamilika. Sawa. Chapi. Jingine ni jambo zuri tu ambalo linatuhusu mimi na wewe. Jambo gani tena? Hapo awali malezi ya mdogo wangu Subira yalinifanya nisiwe na haraka kuhusu mtoto. Lakini baada ya kukuona wewe na kwa jinsi ambavyo unayajua majukumu yako kwangu, kiukweli kabisa ninahitaji mtoto kutoka kwako. Kweli kaamua kunifanyia hivi mimi? Na kaamua kuoa kwenye mwezi huu mtukufu wa Ramadhani?
tena mke wa pili. Kwani ndo kaamua kunifanyia hivi mimi? Nimemkosea nini mimi? Kaniaga hapa, anasafiri kikazi, kumbe kaenda kuoa. Kuongeza mke wa pili sio sababu, haina shida. Angeniambia. Kwa nini anidanganya? Kwa nini anifiche? Kwa nini anifanyia hivi mimi jamani? Wow. Vizuri sana mwanangu. Yaani katika vitu ambavyo mimi pia nikupo na vifikiria, iko peke moja wapo. Hata mimi pia natamani kuitwa mama. Tena hasa babake akiwa wewe. Sijategemea kusikia hivyo kutoka kwako. Nikajua utaanza labda kona kona, mara huku mara kule, lakini umekuwa mwepesi sana kunielewa. Na hiyo ndo sababu ambayo inanifanya mimi nikupende, nitamani muda wote kuwa karibu yako. Nimekwambia kwanza hapo mwanzo. Je, una moyo? Ndio maana nikupo nakataa kukwambia haya yote. Yaani huyu mwanamke ataona. Anijue, anaona ya mashungi sasa hivi, si ndio Nitarudia enzi zangu. Tamkomesha. Yes, kwa mke wa pili, narudia enzi zangu. Yaani tutaonyeshana. Umenielewa sijui? Yaani tutaonyeshana. Ushungi huo unaona mtiakana niu, Sule anachukulia poa kanisahau. Si ndio? Nakwambiaje? Tutaonyeshana. Enzi narudi upya. Yaani nyamata. Kuswali mashungi kule. Anachukulia mimi poa, si ndio Tutaonyeshana nakwambia. Shangaa hivyo hivyo na wewe. Jioni. Umefanyaje? Unajua? Nishakuelewa mume wangu. Kwa hiyo hata usijali. Yaani utachoka wewe. Maana shashiba futari ujue. Shiba kweli kweli. Sasa kwa hiyo ni bebe basi. Mimi tena bebe. Kweli. So ni bebe mimi? Hivyo zigo kama wewe mimi nakubebaje? Hebu jione, utakunivunja mgongo wangu. Nilipotea sana nikitafuta sehemu ya kupumzika moyo, mpaka ulipokuja wewe. Nilitembea gizani, machozi yakinitiririka, kila niliyeshika mkono aliniacha njiani. Lakini wewe hukuniuliza mengi, ulinikumbatia tu nikapata amani. Safi. Vipi? Mimi kuna kitu nataka nikwambie. Ile juzi wakati nafanya mambo yenu, nilisikia kila kitu. Mpaka nimechafua nguo zangu za ndani zote. Hafu shemeji, unaonekana unajua. Maanake Teresa alikuwa anapiga kelele sana. Mpaka nikashindwa kuvumilia. Sikulala kabisa. Shemeji, mimi nilikuwa naomba kitu kimoja. Na mimi basi unisaidie, kesho nilikuwa naenda kuoga. Unifuate kwa nyuma kidogo. Shemeji. Hivi wewe Teddy, una akili sawa sawa wewe? Naomba ile upepo likushinde kabisa. Si umenielewa vizuri? Yaani wewe, mimi si shemeji yako mimi. Unaanzaje siju? Si shemeji na nini? Mimi si shemeji yako wewe. Wewe unakosa adabu wewe. Kama sina adabu, basi na mimi hamna adabu. Kwa nini mfanye mimi nikiwa pembeni? Alafu mnajua na mimi nina hisia. Au mnajua mimi ni nani? Shemeji. Hebu achana mimi. Unaonekana uko vizuri. Teresa alikuwa anapiga kelele. Yaani unaonekana unajua.
Shemeji, unaonekana uko vizuri. Shemeji, ningenifanya basi hata na mimi unigea ile masipako uliokuwa unamgea Teresia. Nilikuwa nasikia tu. Shemeji, unajua sana. Shemeji. Shemeji. Sister, ndo kaamua kuchukua maamuzi ya kuishi na mwanaume kienyeji tu hata si bila familia kujua? Sikiza nikwambie kakaangu. Mimi nimeenda kwake kwa ajili tu ya kunistiri aibu iliyonitokea. Kwa hiyo sikuwa na jinsi ya kufanya. Sister, kumbuka una familia. Angekuja mwanaume si tukamjua nyumbani, sio kuchukulia maamuzi wewe mwenyewe binafsi. Umekosea sister. Sasa ulitaka nifanyaje? Kitu ndio kishatokea. Ulitaka nije niishi kwako? Tungealaje mimi na wewe kakaangu? Tungealaje au watu wangetuchukuliaje sisi huku mtaani? Alafu na kingine kakaangu, nikikushirikisha kwenye jambo la hela, unajifanyaga unanikwepa. Sasa mimi ningefanyaje? Sikuwa na jinsi, kwa hiyo niache na maamuzi yangu niliyoamua, niache tafadhali. Nimekuambia tu kama kakaangu, kwa hiyo sina jinsi ya kufanya. Kwa hiyo ulikuwa unatakaje? Kwanza dada Razia, inabidi utueleze kinaga ubaga. Maana tunakuona umekuja ghafla kama ulivyoondoka ghafla. Na hatujajua hiyo ndoa yako ilikuwa ni ya siku 2-3 then umeachika ama imekuaje? Kwanza tu niambie ndugu zangu, huko nilipoenda hakuna shida wala tatizo la aina yoyote ile. Isipokuwa tumeamua kurudi tu. Tumekaa chini na kutafakari. Kwa nini tumkimbie mtu pasipokuwa na makosa ya msingi? Laiti kama kungekuwa na makosa, basi sheria itafuata mkondo wake. Hata hivyo, nimewakumbuka sana ndugu zangu. Ndio maana nimeamua kurudi. Ningekuja kuishi na wewe nyumbani kwako, watu wangetuchukuliaje sisi hapa? Ndio nishaamua maamuzi yangu ndo hayo, sina jinsi tena ya kufanya. Sasa nikwambie tu kimoja. Hivyo dada Razia, una akili gani? Unachukulia vitu lesi. Hakuna shida, hakuna hiki, tumerudi salama. Sikia. Ulichokifanya umekikosea. Yaani ni kosa kubwa ambalo umelifanya. Unatokaje bila taarifa? Unajua hapa kuna kaka zako umewaacha. Unaenda kiolela. Unarudi kiolela kimya. Maamuzi unajipangia wewe basi. Sikia, umezingua. Sasa nataka kujua hiyo ndoa imefungwa au haijafungwa? Tujue moja. Wenda kwa bwana wako, ila jua nakuja huko. Kaka zangu, kama nilivyowaambia, ni ndoa tu ambayo imepita. Yaani ubani, lakini sherehe kamili kaka zangu bado. Kwa hivyo pilau liko pale pale ndugu zangu. Pilau liko? Ndiyo, pilau liko pale pale. Sasa hapo dada Razia, kama pilau lipo, mimi na wewe tutaenda sawa. Hakuna shida. Yaani kama pilau lipo, hakuna shida. Mimi na wewe hatugombani. Nadhani hapo utakuwa umepitiwa masi mara moja tu, imetokea tu mara moja. Ingekuwa mara 2 mara 3 ningesema kweli makusudi. Ila kama ni hivyo, sawa, kama pilau lipo hakuna shida. Yaani kwa hasira zote ulizokuwa nazo, umesikia swala la pilau, umebadilika tena. Umeshuka yani. Na wewe ninavyokuona wewe. Laiti kama ungekuwa unaishi katika mji wa Mombasa, wangekuwa wameshakuoa. Maana kule chakula chao hasa ni ubwabwa. Jamani, mimi naomba niende. Asija karudi nyumbani mume wangu hasinikute. Huwa ni kitu ambacho sikipendi kabisa. Kwa hivyo mimi nawaacha. Kwa herini. Ndio bila mahali. Kwa herini. Dada nenda. Wewe nenda tu huko kumsalimia shemeji. Mungu akubariki, akutangulie huko unapoenda. Unasemaje pale? Sasa wewe kama mwanaume kweli, rudia yale maneno ambayo umeongea, afu nikuonyeshe. Ndio 45 tuchikeshi. Ongea.
Hivi wewe unavyojiona ni mwanaume kweli? Yaani tumekaa chini tumepanga. Eti umesikia swala pilau tumechange. Eti nirudie. Nasema hivi. Laiti kama wewe ungekuwa unaiji katika mji wa Mombasa. Ungekuwa umeshaolewa, sasa ningekuwa na shimeji mwingine pia. Wewe nikikaa kimya tunapandana kichwani. Sasa nakupa onyo tena. Sijapenda na sijapenda. Sijapenda. Na mimi sijapenda. Wajikuta taikundi kuchukua mada za watu au sio? Shida nini mdogo wangu? Lakini blaza, mimi alikuja tu kwangu mimi kama vile nimfanyie msaada. Alafu sitoshe alisema hana mtu wote huku. Mimi nikaona kwa vile mimi ni mtu wake, nimchukue nimstiri pale nyumbani. Kosa langu mimi lipo wapi sasa? Kuna kitu ambacho nahitaji uniambie. Kitu gani hicho? Unafahamu nini kuhusu Salu na Subira? Sijui kitu chochote kuhusu Subira na Salu. Una maana gani kuniuliza hivi? Au kuna tatizo? Hamna tatizo, nataka tu nijue kwamba sababu naona kama kuna vitu havijakaa sawa. Salu anikataza nisiseme siri zake. Sasa sikia. Unapokuja ndo ninavyokupokea. Unaelewa? Yeye pale na familia ndo sisi. Sasa sikia mimi nataka kupiga fine kama kaka. Fine tena ndugu yangu? Sasa nikikwambia usalama wangu mimi unanihakikishiaje? Ila sawa. Nitakwambia tu vichache kumhusu yeye. Mimi ninachokijua Salu na Subira wapo kwenye mahusiano. Maana kuna siku moja nimeenda kwa Saru. Nikamkuta Subira na Saru wakikisiana hivi virai hivyo nje. Na aliniambia, kwa kuwa nilishuhudia, aliniambia nisitoe siri zake kwa sababu anataka iwe siri, maana ana malengo ya kumuona ni Subira. Kwa hata kama nimekwambia, usije kunitaja mimi kama ndo nimesema. Faini inawezekana vipi hapo? Halafu swala la faini linakuja vipi wakati mimi hapa ibakisha utaratibu kidogo tu, yani nikopo naika mambo yangu sawa hadi nije nichukue jiko kabisa. Kwa nini mambo usifanye mwanzo sasa hivi? Yani kukutana mimi ndio nataka ufanye mambo sasa. Sikia, nenda kupiga faini kama kaka kwa sababu wewe umechukua sheria mkononi. Okay sawa, faini kama Okay, sasa sikia, mimi na Alosto kishenzi hapa. Unaelewa? Sasa ningepata energy na nitakuchanganya kia nini? Mambo yako nyama hapa. Chapu. Alisema hapa niko na kiteni tu yangu. Mwamu, kumbe zipo Ina muda gani? Yana muda kidogo. Ila wewe kakake na Subira. Mama. Wewe si ndo Sulia? Shajichanganya. Mwamu. Sasa sikia, sisi shaka familia. Umeona? Sisi shaka familia. Naijua. Tia uzito. Shaka familia. Ila naomba muangalie dada yangu. Wewe ndo mwamu kifa uozi. Mwenye nafanya harakati tu mwamu. Sasa mwamu usichelewe. Sisi hapa shaka familia, au una wasiwasi mwamu? Mwamu. Mwamu naye. Baba beki. Hapa mwanangu. Mimi alikuwa inagonga tu. Kumbe mteremko tu. Gonga teni. Chukua mzigo na jiramba tu. Nashukuru. Kabla ya ndoa nilidhani nitakume, lakini nikabaki kivuli cha mapenzi. Nilishika pete mkononi
nikapanga maisha kichwani, lakini jina langu samaki baharini, machozi yanakwenda na maji. Unipende kwa nini? Nimeinvest, umekula mtaji. Sawa, siwezi sema ya kwako mambo yangu, tukiacha watoto kuna inaniuma sana, yanachoma. Tatizo moyo, ukishapenda unaamini, hata ukisalitiwa ngumu kufanya maamuzi. Moyo, 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 moyo ajabu, moyo ajabu, moyo, 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 moyo. Mzangu ulipanga mazi, mbele mwako ulipanga na mwisho ilikuwa hasira. Aibu imekuwa maficho, songende wapi? Maana hata mzazi ameshakukana, zilikuwa hasira. Aibu imekuwa maficho, iwaze kesho, wewe ndo mama ya wanangu. Haya mateso yanutafuna moyo wangu. Tatizo moyo, ukishapenda unaamini, hata ukisalitiwa ngumu kufanya maamuzi. Moyo, 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 moyo ajabu, moyo, 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 moyo ajabu, moyo ajabu. Nafurahi kwa umekuja. Nilikuwa naogopa. Naomba Yesu. Tunjua sasa. Mapenzi sasa yamekuwa vita, ile furaha nilizoitoweka, imani yangu kwake imeniponza, hakuna nilichotaka nikashindwa kutimiza. Shukurani yake ya pekee, kumuingiza mwenzangu chumbani akampa nachonipaka, nilishika mikono kichwani, yani kama nimefiwa vile, kumbe ni mapenzi yayo, ni mapenzi yayo, ni mapenzi yayo. Anta! 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 Teddy! We Teddy! Anta! Teddy! We Teddy! We Teddy! Teddy!
Teddy. Sitaki kupenda, sitaki mapenzi, sitaki tena haya mama, sitaki tena, sitaki kupenda, sitaki mapenzi, sitaki tena. Kabla ya ndoa nilidhani nitakuwa mume, lakini nikabaki kivuli cha mapenzi. Nilishika pete mkononi, nikapanga maisha kichwani, lakini jina langu halikuwa kwenye moyo wake.